Nataka kuchukua nafasi hii nifundishe. Kuna familia ambayo imetoka chini, umetaabika na mke wako, mkiwa wawili, unapata watoto, mnaumia, mna struggle hapo na pale, mnashindwa vile mtafanya mambo, lakini Mungu kwa neema yake amewasaidia mpaka sasa. Masaa imefika, mna watoto 3, 4, 5, hata wengine 7. Sasa mnaanza kufaulu, njia za pesa zinafunguka. Kuta mume sasa anafanya kitu na pesa zinakuja, mke anafanya kitu au pesa zinakuja. Sasa unakuja kupata kwamba kesi hizi sana yenye nataka kuzungumzia ziko upande wa wanaume. Wanawake si sana. Wanawake wengi wakati ambapo wanapata mali huwa wakiwa wametaabika na waume zao. Wengine huamini waume zao, wakaanza hata kuandika majina ya waume zao kwa hiyo mali. Kama ni mwanamke amepata nyumba, unakuta ameandika hata majina ya bwanake kwa hiyo nyumba. Ameandika mali, amenunua gari, ameandika majina ya bwanake kwa heshima na kuheshimu nafasi ya huyo mume. Lakini wanaume nao wengi unakuta kwamba wakipata pia, wengine wanapenda jamii zao na wanafuatana jamii zao na wanatunza jamii zao, lakini wengi huibiwa. Wanaume wengi huibiwa, na wanapoibiwa unakuta kwamba hata wengine si kuibiwa, wengine ni kufanya maamuzi, kuoa mke wa pili. Lakini sasa shida ni kwamba anapopata mke wa pili wakati ako na mali, manaka akiwa chini hangeweza kuona mke wa pili, lakini akiwa na mali anaanza kuona mke wa pili. Sasa shida yenye nafanya nifundishe hii, mke yule wa pili au wa tatu anakuwa kiuchawi, anaanza kwenda kidiabolic, anaanza kutafuta mbinu za kuiba moyo wa huyu mwanaume kutoka kwa jamii yake ambaye ilimlindia huyu mwanaume mpaka akakutana naye. Sasa anaanza kuiba hiyo moyo kiuchawi, akifanya kuushirikina, anaiba moyo, alafu anafanya sasa ule mwanamume anaanza kutesa ile mke wake wa kwanza na watoto. Hawapati haki yao, hawakai vizuri, watoto wanafukuzwa shule, watoto wanaumia, watoto wanapata madhara. Lakini wewe mke umekalia nafasi ile, na wewe mke wa pili, ningewashauri wale ambao ni wake za pili, ikiwa mtu alioa tu kwa njia mzuri mke wa pili, ni vizuri upende ule mke wa kwanza. Vituko hivi sana sana pia vinafanyika wakati ambapo wewe mke wa kwanza ulikuwa ni kisirani, ndio mwanamume akaoa mke wa pili. Kama wewe mke wa kwanza ulikuwa ni kisirani na mwanamume akaoa mke wa pili, na vituko hivi vimeanza, mwenye nyote mnafanya visirani, basi hata msipractice hii video. Mimi nafundisha hii video na hii maarifa kwa mtu ambaye ni haki yake. Yaani wewe ulitunza mume wako, mkakaa mkapitia, alafu mume ameinuliwa, ameoa mke wa pili, alafu mke wa pili ameanza kumchukua kutoka kwako kiuchawi. Sasa yeye ndiye anakaa nafasi ya heshima, yeye ndiye anatembea, yeye ndiye anafanya hivi, yeye ndiye anashonewa manguo, yeye ndiye ana watoto wake wanasomesha. Wewe watoto wako wenye walitabika mkiwa maskini, mumeambulia patupu. Wewe ndio naongea habari zako, umejaribu maombi, imesindikana, umeenda kanisa, umekoa sacrifice, umefunga, umeenda kwa chifu, umekadishwa, imekataa, umetembea, lakini hujapata suluhisho. Nunua ndimu. Ukishapata ndimu moja namna hii, ikate mara 2, iwe vipande viwili, alafu chukua karatasi moja nyeupe, andika majina ya huyo mume, alafu pindua uandike majina ya huyo mke wa pili mwenye ameenda kiuchawi na kiushirikina kuiba huyo mume wako. Fanya hivyo vile nimeandika. Ukishamaliza sasa, kunja hilo karatasi, weka katikati ya hizo ndimu. Alafu jambo la tatu, chukua pilipili nyeupe, nyeusi, nyekundu kama hii, piga kwa kinu. Chukua hiyo unga yake, weka katikati hapo mahali umeweka karatasi. Unganisha hiyo ndimu pamoja na uifunganishe na shindano. Weka shindano 2, moja iangalie huku itoboe, shikanisha hizo ndimu 2 na shindano ya pili iangalie huku itoboe. Alafu nenda uzungumuze vile unavyotaka juu yao. Ukimaliza, chimba nyuma ya nyumba yako uizike, itaanza kuoza.
watapigana mpaka watarushiana na huyo mwanamume atarudi kwake. Watabebeana visu na hawatadungana, na wakidungana watadungana kwa sababu wametaka kudungana. Huyo mwanamume arudi na huyo mwanamke arudi. Biashara zao zitaharibiwa kwa sababu si haki yao, basi haki itarudi kwa ile nyumba. Hivi ndivyo utakavyogonganisha vichwa viwili vinavyokusumbua. Mama, usijinyonge. Mzee, kama mtu ameiba mke wako na hii ndio njia amefanya, tumia hii njia. Usijinyonge. Mama, usijinyonge. Wewe ambao umekaa na mume wako mkatunzana, lakini kama wewe umekuwa kisirani, ndio mume akainuka akaoa mke wa pili, usijaribu hii recipe, maana wewe ndio ulikuwa kisirani. Lakini kama ulitabika naye na akapata hela na akakuendea hivyo, jibu liko hapa. Kama wewe ni mwanamke ambaye umeinuka ukaanza kumdharau mume wako na mtupa na kumfanya hivi, sasa umepata waliosoma, sasa unatembea nao. Kuna tabia wasichana wanaosomeshwa, wakimaliza sasa, wakisha graduate na pesa, yule aliyeendesha pikipiki akaendesha okada, akaenda baharini akavua, akakimbia huku na huku akikusupport, kijua huyu ni mfianzi wangu, akimaliza nitaoa, mpaka amejulikana kwa wazazi. Kisha soma, umegraduate, unaona si viwango vyako, umekutana wale wa magari, wale waliosoma, madokta, maloya, sasa umemdump. Wewe utakutana na hii video, na hii video itakutoa machozi. Afadhali mrudi mfanye haki vile inavyotakikana. Otherwise mimi nitaendelea kufunua siri zitakazowaumiza. Hata wahubiri watawaombea na itawezekana, kwa sababu hii ni nature, na nature lazima itakujibu haki yako. Ndio unaona watu wengi wanaomba lakini vitu vimekataa, wanalia lakini vitu vinakataa. Hizo vitu vinakataa kwa sababu si haki. God cannot deprive. Mungu hawezi kuondoa haki ya mtu mwingine. So nakuambia maandiko yanasema nini? Aliye mwaminifu kwa jambo ndogo atakuwa mwaminifu kwa kitu. Sasa andiko linaenda hapa ni kwamba asiyekuwa mwaminifu kwa kitu ya mtu mwingine, Mungu hatampa yake. Wewe kama umeshindwa kutunza kitu yako mpaka inakuwa shida, unakuwa wewe si mwaminifu, basi itakuwa shida. Nyumba yako itakaa na makaa ya moto, utakuwa umefanyika wicked, na maandiko yanasema there is no peace, hakuna amani kwa watu waovu. Mungu akubariki. Jibu liko hapa. Watenganishe, wapiganishe vichwa, wachukue masani wakipasua, wachukue vitu ma TV wakipiga chini, mpaka vile wataachana, hiyo nyumba irudi. Na wewe upokee mume wako ama upokee mke wako, arudi salama. Kama ni kazi ya askari afutwe, kama ni banka afutwe, kama nini, ili nyumba ibaki. Wacha nikueleze, kuna watu wana value jamii, wanasema afadhali jamii lakini nikose kazi. Na kuna watu ambao wana value kazi, afadhali kazi lakini wakose jamii. Chagua viwili. Kama uwezi kutunza jamii ukiwa umepata kazi, ukipata kazi unaangusha jamii, basi wacha nikwambie, wewe ni mtu ambaye utachagua, either utachagua upande wa jamii ama utachagua upande ule mwingine, na hiyo itakusaidia pakubwa. Sawa, nimemaliza kusaidia. Wewe fanya maamuzi. Nimepeana suluhisho, nimepeana jibu. Naitwa Dr. Wilson Tayo, iko hapa. Karibu. Asante.